Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi. Bila shaka tuendelee kufahamishana kuhusu kinachotokea nchini Tanzania. Bila shaka tuweze kuhakikisha kwamba tunafanya uchunguzi na uchambuzi wa kina kuweza kuhakikisha kwamba yanatokea kwa sababu gani na yanaleta madhara ya kiasi gani au faida za kiasi gani kwa mwananchi wa kawaida. Msikilizaji, kuna taarifa ninazozipokea ambazo zinahusu genge la mauaji ambalo msikilizaji linakisiwa kuongozwa na Abdul na Sumai, ambao wameweza kutajwa kwenye baadhi ya kesi nyingi zilizoongozwa Tanzania kwa utekaji na kupotezwa kwa lazima kwa watu wengi, na shughuli hii msikilizaji inaendelea kuongezeka huku hasa tukiweza kuelekea siku hii ya maandamano ya Sabasaba. Watu ambao wameonekana kuwa na ufuasi mkubwa msikilizaji katika maeneo yao wanaishi katika hofu ya kutekwa, kwa sababu baadhi ya magenge haya yanahisi kwamba watu hawa walio na ushawishi mkubwa wanaweza kuwashawishi watu kuweza kutokea siku hii ya maandamano na kuweza kufanya maandamano, kitendo ambacho upande wa serikali wameweza kuonekana kwamba wamekataa kwamba maandamano haya yasiweze kufanyika siku hiyo ya Sabasaba, na kwamba watakuwa wanasherehekea vitu tofauti. Kuna taarifa ninayoisogeshewa hapa msikilizaji kutoka kwa jeshi la polisi. Nimeweza kudokezewa kinachoendelea msikilizaji, na ni kama onyo kwa baadhi ya viongozi na watu ambao wana ushawishi mkubwa katika jamii. Naomba nikupeleke kwenye taarifa hii msikilizaji, nikusomee kisha tuweze kuifanyia uchambuzi wa kina kuelewa kinachoendelea msikilizaji. Naambiwa hivi: kaka, naomba uwape taarifa viongozi wote wa Chadema kuanzia vitongoji kwenye miji mikubwa Dar, Mbeya, Arusha na Dodoma, pamoja na viongozi wakubwa, kama wanaweza wakae rada sana. Kuna mpango wa kuwateka au kuwakamata kinyemela kuanzia tarehe ya leo. Tafadhali waambie kina Boni Yai na wengine wapotee, wajifiche, maana polisi washapaniki. Msikilizaji, ni taarifa ambayo nimeweza kudokezewa hapa. Niweza kuwafahamisha baadhi ya watu walioweza kutajwa kwenye taarifa hiyo, lakini pia watu ambao wana ushawishi mkubwa katika sehemu ambazo wanatokea, kwamba kuna kikosi cha polisi ambacho kimeanza shughuli hizi za utekaji za watu wale ambao wanahisi kwamba wana ushawishi mkubwa kutoka maeneo mbalimbali, na wanaweza kuhamasisha ama kuwachochea watu kutokea siku ya maandamano ya Sabasaba. Msikilizaji, kikosi hichi cha bwana huyo ambaye anaitwa Sumai ni kikosi ambacho kimeweza kutajwa ama kuhusishwa na kesi nyingi zilizotokea. Ndio maana taarifa hii imeendelea kusema hivi: hawa polisi CCM wakishirikiana na genge la Abdul linaloongozwa na Sumai wanaendelea na utekaji. Wamewalenga sana viongozi wa Chadema, lakini hata vijiweni wanapita na kupigisha stori wapate wa kuwateka. Huu udhalimu una mwisho na watawajibika wote. Wanachofanya ili kuongeza hasira na chuki. Ikilipuka vifua vya Watanganyika, sijui nani atawasaidia kutuliza, maana hata viongozi wa kuwatuliza mnataka kuwaweka ndani ama kuwateka.
More abduction on the rise, targeting opposition members and critics ahead of planned Sabasaba demos in Tanzania. Ndio taarifa hiyo msikilizaji, ambayo imeweza kutokea, na kwamba kuna watu wengi sema kwamba kuna more abductions targeting members of opposition and critics ahead of planned Sabasaba demos, kwamba kuna mpango wa kuendelea kuteka sana sana viongozi wa Chadema ama viongozi wa upinzani ambao wanaonekana kuwa na ushawishi mkubwa kwa watu, ama wanaonekana wanaweza kuhamasisha watu kufanya maandamano siku ya Sabasaba. Lakini pia wapo hatarini watu kutoka sehemu mbalimbali ambao wana uwezo ama wana ufuasi mkubwa katika maeneo yao, ambao wanaweza kuwaongelesha watu wengi na wanasikilizwa, basi waweze kutia hofu, kwa sababu kuna kikundi cha utekaji ambacho kinaendelesha baadhi ya utekaji nchini Tanzania. Watu walioweza kutekwa, msikilizaji, nakumbuka bwana huyu Mafuele na Sumai waliweza kutajwa kwenye kisa cha bwana Sativa ambaye aliweza kutekwa, akateswa, kisha akaweza kutupwa kwenye eneo la pori, lakini akaweza kujikokota na akaweza kuondokea usalama wake nchini Kenya. Kwa hivyo msikilizaji, kikosi hichi kimeachiliwa na kumeweza kutolewa onyo kwa watu ambao msikilizaji nimeweza kukutajia, lakini kwa watu ambao wana ushawishi mkubwa na viongozi wa upinzani wanaozungumza kusapoti maandamano ya Sabasaba. Msikilizaji, endelea kutufuatilia kwa sababu tupo hapa kila siku kuhakikisha kwamba tunakufahamisha na tunakupa ufahamu wa kinachotokea nchini Tanzania. Kwa sababu hiyo, hakikisha kwamba unaendelea kutia subscription na kuendelea kutufuatilia kwa faida ya kuendelea kujifahamisha kuhusu kinachotokea nchini Tanzania. Jina langu ni Presenter Guton, nipo hapa kila siku kuhakikisha kwamba ninakufahamisha.